Tafiti zinaonyesha kwamba upweke una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Sigara 15 kwa siku. Sasa watu wengi wamekuwa busy sana kwenye kazi na kwenye shughuli mbalimbali za utafutaji. Hivyo muda mwingi wanakuwa wenyewe, wamekuwa wakikosa muda wa kupumzika, wanakosa muda hata wa kuchangamana na watu wengine. Sasa wengi wanadhani kwamba ndio wanaokoa muda, lakini uhalisia ni kwamba wanaangamiza nguvu ya afya yao bila hata wao kujua. Na ndio maana ni muhimu sana kuweka muda wa kupumzika, kuwa na muda wa kukaa na familia kando na muda wako ambao upo kwenye utafutaji. Sasa ukweli ni kwamba si vibaya kufanya kazi kwa bidii na kufanya kazi ili uweze kufikia kwenye malengo yako. Lakini unapofanya kazi muda mwingi bila kupumzika, utajikuta unafanya kazi lakini ule ubora wa kazi unakuwa ni mdogo sana kuliko nguvu ambazo wewe unazitoa. Na leo nitazungumza juu ya aina 6 za muda ambazo kama ukibalance vizuri na ukajitengea muda maalum wa kufanya kitu fulani, basi utajikuta kazi zako zinakuwa bora, utajikuta hata malengo yako yanaweza kufikiwa na yanafanywa kwa kiwango kibora, kwa sababu umepata nafasi ya kupumzika na nafasi zingine. Aina ya kwanza ni muda wa kazi, au tunaita productive time. Huu ni muda ambao unautumia kufanya kazi, ni muda ambao una focus zaidi kwenye kazi zako, ni muda ambao unakuwa busy zaidi kufanya kazi ambayo inakuletea faida moja kwa moja. Ni wakati ambao hauhitaji usumbufu, ni wakati ambao unahitaji kutizama zaidi na kufocus sana kwenye kazi unayoifanya, aidha ni kazi ulioajiriwa, aidha ni kwenye biashara yako, aidha ni kwenye kutimiza malengo yako, au kazi yoyote ile ambayo inakuingizia faida moja kwa moja. Na kupata kuconcentrate zaidi kwenye muda wa kazi kuna faida kubwa sana, kwa sababu kuna kusaidia kusonga mbele kwenye ndoto zako, kuna kujengia momentum ya kufanya kazi kila siku, lakini inakufanya ujihisi kwamba umefanya kitu cha maana. Lakini ukifanya kazi muda mrefu bila ya kupumzika, mwili utachoka, ubunifu utapungua, na utajikuta kazi unayoifanya basi unaifanya pasipo kuwa na morali, lakini inakuwa kwa ubora mdogo. Sasa ni vizuri zaidi kufocus sana kwenye malengo, ni vizuri zaidi kufocus sana kwenye kazi unayoifanya, lakini ili iwe nzuri zaidi, ili iwe na ufanisi mkubwa, ni lazima upate masaa angalau ya kupumzika. Na watu wanashauri angalau muda ambao unatakiwa kufocus kwenye kazi basi ni angalau masaa 5 mpaka 7, alafu unapata na muda wa kupumzika. Ndio maana maofisini au taasisi nyingi huwa kuna muda wa lunch, huwa kuna muda wa kupumzika, una refresh mind, alafu unarudi kwenye kazi. Aina ya pili ni muda wa kupumzika, tunaita productive time. Huu ni muda ambao baada sasa ya kuwa umefocus kwenye kazi, baada ya kuwa umetumia nguvu nyingi, umetumia akili nyingi, umetumia uwezo mwingi kufanya kazi, na pia umetumia masaa mengi kufanya kazi, sasa unapata muda wa kupumzika, muda ambao unaufanya mwili wako upumue, muda ambao unaufanya mwili wako urelax, na mara nyingi inawezekana ni kulala au kupata muda wa utulivu. Huu muda wa kupumzika huwa unasaidia sana, unasaidia ubongo wako kufanya kazi kwa ubunifu, unasaidia mwili na akili kukusanya nguvu mpya kuweza kuendelea na kazi, lakini pia unasaidia kufanya maamuzi bora zaidi, kwa sababu akili yako inakuwa imetulia na inaanza sasa kuwaza namna gani ya kufanya kazi ambayo unakuwa unaifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata muda wa kupumzika, na hii itakusaidia kufanya kazi kwa nguvu mpya na ubunifu mpya wa akili. Aina ya 3 ni muda wa kujifunza, tunaita growth time. Huu ni muda ambao unaotumia kujifunza vitu vipya, kama ni kusoma vitabu, kama ni kusikiliza podcast, kutazama mafundisho mbalimbali, au kupata maarifa ambayo yatakufanya uwe bora zaidi. Ukweli ni kwamba ni muhimu sana
kupata muda wa kujifunza, kwa sababu unakufanya uwe bora zaidi ya ulivyokuwa jana, unakupa mawazo mapya, unakupa ujuzi mpya. Lakini unapopata muda wa kusoma, unapata mawazo ambayo yatakupa hamasa ya wewe kuweza kusonga mbele kwenye kazi yako, kwenye malengo yako. Kila muda mwingine unaposoma, unapata maarifa mbalimbali ya kuweza kukusaidia wewe kufanya vitu vyako kwa ubora. Ukweli ni kwamba kwa kadri unavyozidi kujifunza, ndivyo unavyozidi kuelewa vitu vingi na unavyozidi kufahamu vitu vingi. Ukweli, kumbuka, dunia inabadilika kila siku na mambo mbalimbali yanabadilika. Hivyo ni muhimu sana kupata muda wa kujifunza, na usikubali kubaki na akili ile ile, kubaki na uelewa ule ule kila siku. Jaribu kusoma vitu mbalimbali ambavyo vitakufanya uendelee kuwa bora zaidi. Aina ya 4 ni muda wa kijamii, tunaita growth time. Watu wengi wamekuwa wakifocus sana kwenye kazi, wakitumia muda mwingi, akili nyingi na nguvu nyingi kwenye kazi, na hali ambayo inawapelekea kusahau kupata muda wa kujumuika na jamii, kujumuika na majirani, marafiki au hata familia zao. Nilikuwa ninamsikiliza Mo Dewji anasema kwamba moja ya kitu ambacho anakijutia ni kukosa muda wa kukaa na familia yake. Yeye muda mwingi yupo sana kwenye kazi, kwa hiyo muda wa kukaa na familia unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye anakijutia. Sasa ukweli ni kwamba ni muhimu sana kutenga muda wa kukaa na familia na jamii, hata kama si kila siku, lakini angalau mara moja, mara chache unapata muda wa kujumuika na jamii, wa kuzungumza, wa kufurahi, kupiga story hata na familia. Na hii uwe inasaidia sana. Huu muda unasaidia sana kwa sababu moja, unakurejeshea nguvu ya kihisia, kwa sababu akili inahitaji kuunganika na watu wengine. Sasa upweke wa muda mrefu huwa mara nyingi unaua ubunifu, kwa sababu mawazo yanakuwa ni yale yale. Lakini 2, kupata maoni mapya. Ukikaa peke yako, maana yake unaweza ukatumia muda mwingi kufikiria suluhisho kwa hata zaidi ya masaa 3. Lakini unavyojumuika na watu, unavyowaambia watu, unavyowashirikisha watu, nashangaa jambo hilo hilo limeweza kutatulika hata ndani ya dakika 5. Lakini kitu cha 4 ni kujenga mtandao wa watu. Unapokuwa karibu na watu, ndipo unapata nafasi ya kujua vitu vingi na kufahamu vitu vingi ambavyo kama ungekuwa peke yako usingevijua na wala usingevifahamu. Na watu ndio wanaleta fursa, na fursa nyingi zipo mikononi mwa watu. Sasa ukiambatana na watu, ukapata muda wa kujumuika na watu, wa kufurahi na watu, wa kuzungumza na watu, manake unaweza ukapata fursa mbalimbali. Unaweza ukapata sponsors, unaweza ukapata wateja, hata mshirika wa kibiashara. Kwa hiyo ni muhimu sana kutenga muda wa kijamii, muda wa kuzungumza na familia, muda wa kuweza kujumuika na kuzungumza na marafiki. Lakini ukweli ni kwamba mahusiano mazuri ndiyo siri ya furaha kubwa kwenye maisha, na ndiyo siri ya furaha ya maisha ya muda mrefu, si pesa tu wala umaarufu. Kwa hiyo fanya ufanyavyo, kuwa busy jinsi unavyoweza, lakini hakikisha unapata muda wa kukaa na familia yako, kujua hali ya familia, kujua hata hali ya jamii uliopo inaendeleaje. Aina ya 5 ni muda wa kiroho au muda maalum kwa ajili ya Mungu, tunaita spiritual time. Ukweli ni kwamba hata kama uko busy kiasi gani, hata kama una mambo mengi au ratiba zako zimebana sana, lakini jitahidi usikose muda kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Jitahidi usikose muda wa kutafakari, jitahidi usikose muda wa kusoma maandiko matakatifu au muda wa kusali. Unavopata au unavotenga muda huu huwa una muhimu sana. Unavozungumza na Mungu, kwanza unapata mwelekeo na uwazi wa akili, lakini pia wasiwasi na hofu huwa inapungua. Na unavopata muda wa kuzungumza na Mungu, wa kutafakari mambo ambayo Mungu amekusaidia, manake unapata amani ya moyo, hata kama upo kwenye nyakati ngumu au umepitia kwenye nyakati ngumu. Ukweli ni kwamba kwa kadiri kazi zinavyozidi kuongezeka, kwa kadri majukumu yanavyozidi kuongezeka, ndivyo unamhitaji Mungu sana kwenye maisha yako.
Angalau usikose hata dakika 20, dakika 30 za kuzungumza na Mungu, za kuwa na utulivu wa kutafakari. Kwa sababu kama wewe ni muamini katika Mungu, kama unaamini katika Mungu, basi unamhitaji sana Mungu kwenye maisha yako. Hivyo jitahidi sana usikose muda wa kiroho. Aina ya 6 na ya mwisho ni muda wa kufurahi au muda wa furaha. Hii tunaita ni joy time. Huu ni muda ambao unautenga kwa ajili ya kufanya kitu ambacho unakipenda sana, kwa kufanya kitu ambacho unakifurahia, nje na kazi yako, nje ya malengo yako. Inawezekana wewe una malengo au unafanya kazi ya ualimu, lakini kuna kitu nje na ualimu unakipenda. Hivyo sasa ni wakati ambao unakifanya ili kuongezea momentum na ikuongezee ubunifu zaidi kwenye kazi yako. Inawezekana ni kwenda kucheza mpira, inawezekana ni kusikiliza muziki, inawezekana ni kudance, inawezekana ni kutembea, kucheka au hata kula. Kama wewe unaona ukila basi ndo roho yako inaridhika, toka siku moja nenda kajinunulie kisinia, kula, ufurahi, uendelee na kazi, uendelee na mapambano ya malengo yako. Nina mwalimu wangu wa communication skills, Mr. Mwaipopo. Mbali na kufundisha, lakini yeye moja ya kitu anachokipenda ni kusikiliza muziki pamoja na kuimba. Basi ukiingia ofisini kwake utakuta kaweka nyimbo, anaimba mwenyewe huku anaandaa mada au huku anasahisha mitihani. Kwa hiyo jitahidi usikose muda wa kufurahi, wa kufanya kitu ambacho kinakupa furaha na kinakupa amani nje ya kazi yako. Unavyofanya hivyo, manake huwa inasaidia sana. Kwanza inarejesha ule moto wa ndani ambao ulizima kwa sababu ya kazi nyingi, lakini unapunguza uchovu. Pia unapopata muda wa kufurahi, manake unaongeza uwezo wa kupata mawazo mapya ya kukusaidia wewe kuweza kuleta ubunifu kwenye kazi yako. Steve Jobs aliwahi kusema kwamba ubunifu wake mkubwa unakuja wakati anapokuwa anatembea, si akiwa amekaa ofisini. Kwa hiyo wakati anapokuwa ametembea, basi ndiyo mawazo yanakuja kichwani, basi ndiyo anapata mambo mengi ya kuweza kuyafanya kwenye kazi yake. Kumbuka, akili inafanya kazi bora ukiacha ipumzike. Lakini akili ukigandamiza na mambo mengi, akili inapochoka, akili inapokosa muda wa kupumzika na kufurahi, basi huwa inafanya kazi kwa uchovu na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Ukweli ni kwamba kutenga muda wa kufanya mambo mbalimbali si kutoka kwenye focus ya kazi yako au malengo yako, lakini ni kukupa nafasi ya kufikiri, kujifunza na kupata mawazo tofauti kutoka kwa watu ambayo yatakusaidia kwenye kazi yako, yatakusaidia kwenye malengo yako, yatakupa maarifa, utapata ubunifu na fikra mpya ambazo zitaongeza kitu kwenye kazi yako unayoifanya. Kumbuka, ni muhimu sana kufanya kazi na kufocus, lakini jaribu kulinda mwili wako, kwa sababu mwili na wenyewe ni kama mashine. Kumbuka, na mashine ikitumika muda mrefu, ikifanya kazi muda mrefu, kuna muda huwa inasizi, kuna muda huwa inachoka, mwisho wa siku hata na utendaji wake unakuwa mdogo. Kwa hiyo linda mwili wako ili uweze kupata nafasi ya kufanya kitu kwa ubora zaidi na kwa ubunifu mkubwa. Wewe angalia, kati ya aina hizi 6 za muda nilizoongea, wewe kwako unafikiri ipi unaipa kipaumbele sana? Halafu niandikie kwenye comment. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Kama umejifunza kitu, basi usisahau kucomment hapo ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Mimi ni Josephat Kato, ni mzungumzaji wa masuala ya mipango na malengo, ukuaji binafsi pamoja na kuishi kwenye kusudi. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare na watu wengine. Nikutakie wakati mwema. Bye bye.